Tangu zama za kale, kabla hata ramani nyingi za dunia hazijachorwa kikamilifu, ardhi ya Iran ilishasimama imara kama moja ya ustaarabu mkubwa duniani. Wakati mataifa mengi yalikuwa bado yangali yanajifunza kujenga miji, Waajemi, watu wa kale wa Iran, walikuwa tayari wameandika historia kwa dhahabu kupitia himaya kubwa kama ile ya Achaemenid Empire iliyowahi kutawala maeneo makubwa ya dunia. Ndani ya ardhi hiyo yenye milima mikubwa na jangwa pana, ndipo ilipojengeka roho ya taifa ambalo halijawahi kupenda kuamrishwa na wengine. Waajemi wana msemo wa kale unaofanana na mawimbi ya bahari: tunavumilia dhoruba lakini hatupinduki. Ndiyo maana katika historia yao mara nyingi wameonekana kuwa watu wenye misimamo migumu, serikali yao na wananchi wao wakiwa na hulka moja ya kujistiri kwa heshima ya taifa lao. Lakini historia ya Iran haikuishia kwenye himaya za kale. Hapo ndipo ilipoanza kujijenga kama taifa lenye sura ya kipekee katika ulimwengu wa Kiislamu, taifa ambalo dini, siasa na utaifa wake viliungana kama nyuzi za mkeka mmoja. Karne zilivyokwenda, upepo wa siasa za dunia ulivuma mara nyingi kuelekea Iran. Mataifa makubwa yalijaribu kuushawishi mwelekeo wake, lakini wananchi wengi wa Iran walibaki na moyo ule ule wa kale, moyo wa kujitegemea na kulinda heshima ya taifa lao. Ndiyo maana hata katika nyakati za vikwazo vya kiuchumi na migogoro ya kimataifa, viongozi wao waliwahi kusisitiza kile wanachokiita uchumi wa kujitegemea, wakitaka taifa lisimame kwa nguvu wa rasilimali zake wenyewe. Ukisikiliza sauti za mitaa ya Tehran au miji mingine ya Iran, utasikia kitu kimoja kinachofanana. Wote wanaimba wimbo fahari ya utaifa. Wairani wengi huiona nchi yao kama urithi wa mababu waliolinda ardhi hiyo kwa karne nyingi. Kwao Iran sio tu nchi, ni historia, ni utamaduni na ni hadhi ya taifa. Ndiyo maana mara nyingi ulimwengu unapoitazama Iran huiona kama taifa lenye msimamo mkali, lakini kwa macho ya wananchi wake huo ni msimamo wa kulinda heshima ya taifa lao. Kwa lugha ya pwani tungaliweza kusema Iran ni mithili ya jahazi lililojifunza kuishi na dhoruba za bahari. Mawimbi yanaweza kuligonga, upepo unaweza kulitingisha, lakini jahazi hilo halizami kirahisi, kwa sababu mizizi yake imejikita ndani ya historia ndefu ya ustaarabu na moyo wa watu wake. Lakini simulizi ya Iran haishii kwenye historia ya himaya na misimamo ya kisiasa pekee. Kuna upande mwingine ambao aghlabu hufanya dunia isimame na kutazama kwa makini nguvu ya uchumi na rasilimali za taifa hilo. Ndani ya ardhi ya Iran kuna hazina kubwa ya mali asili ambazo zimekuwa uti wa mgongo wa taifa hilo kwa muda mrefu. Iran ni miongoni mwa nchi zenye akiba kubwa zaidi ya mafuta na gesi duniani, jambo linaloipa uzito mkubwa katika soko la nishati la kimataifa. Mafuta yanayotoka katika ardhi yao yamesafiri kwa meli na mabomba hadi pembe mbalimbali za dunia, yakichochea viwanda na uchumi wa mataifa mengi. Ndio maana jina la Iran mara nyingi husikika sana katika masuala ya nishati ya dunia. Lakini pamoja na utajiri huo wa mafuta, wa Iran hawategemei rasilimali hizo pekee. Taifa hilo limejenga pia sekta nyingine za uchumi wake kwa ustadi mkubwa, kuanzia viwanda vya magari, teknolojia, dawa hadi kilimo. Iran imekuwa ikijitahidi kusimama kwa miguu yake yenyewe hata katika nyakati ambazo imekabiliwa na vikwazo vya kiuchumi kutoka mataifa makubwa. Na hapa ndipo sifa nyingine kubwa ya Wairani inapojitokeza wazi: ustahimilivu. Watu Irani wamezoea kupambana na mawimbi ya changamoto. Wakati dunia inapoweka vikwazo, wao utafuta mbinu mbadala. Wakati milango ya biashara inapofungwa, wao utafuta njia mpya za kujitegemea. Mwenye jahazi hodari, hata upepo ukigeuka, bado hupata njia kufika bandarini. Kwa Wairani, jahazi lao ni umoja wa wananchi na msimamo wa viongozi wao. Katika miji mikubwa kama Tehran, maisha yanaendelea kwa kasi ya ajabu. Masoko yanajaa watu, vyuo vikuu vinazalisha wataalam na viwanda vinaendelea kutoa bidhaa zinazotumika ndani na nje ya nchi. Hapa utaona picha ya taifa ambalo licha ya presha za kimataifa bado linaendelea kusonga mbele kwa hatua zake. Na kwa hakika ukitazama Iran kwa jicho la karibu, utaona ni taifa lenye mchanganyiko wa historia ndefu, utajiri wa rasilimali na moyo wa wananchi ambao hawapendi kukata tamaa. Kifupi, Iran ni taifa ambalo limejifunza kuishi katikati ya dhoruba za siasa za dunia, lakini bado linaendelea kusimama imara kama mlima ambao upepo unaweza kuuzunguka lakini hauwezi kuangusha kirahisi. Kwa kuitazama historia ya Iran, mtu anaweza kuona wazi kwamba taifa hili limelelewa katika misingi ya ustahimilivu, utaifa na msimamo mkali wa kulinda heshima yake. Ni taifa ambalo kwa karne nyingi limezoea kukabiliana na dhoruba za siasa na migogoro ya dunia bila kuyumbishwa kirahisi. Kwa wananchi wake, kulinda nchi yao si jambo la kubahatisha, bali ni sehemu ya utambulisho wao. Wamekulia katika simulizi za mababu waliolinda ardhi yao, wamelelewa katika fikra za kujitegemea na wamezoea kukabiliana na shinikizo la mataifa makubwa bila kukata tamaa. Itoshe kusema Wairani wamelelewa katika bahari ya mawimbi makubwa. Hivyo dhoruba ikija hawashangai, bali hushika usukani wa jahazi lao kwenye nguvu zaidi. Ndio maana wachambuzi wengi wa siasa za kimataifa husema jambo moja kwa sauti ya tahadhari: vita dhidi ya Iran si jambo jepesi kama wengi wanavyoweza kudhani. Taifa hili lina historia ndefu ya kusimama imara, watu wake wana moyo wa kulinda nchi yao kwa hali na mali. Swali linabaki sasa ni hili: je,
Ulimwengu leo uliojaa mvutano wa kisiasa na kijeshi, taifa hili litaendelea kusimama imara kama ilivyofanya kwa karne nyingi, au dhoruba mpya za siasa za dunia zitabadilisha mwelekeo wake? Ni jambo la kusubiri. Abdullahi Mashi, Kishki TV.